Ndugu waandishi wa habari, mkoa wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika maeneo haya unakuwa wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Naomba niwathibitishie ndugu waandishi wa habari kuwa hakuna mtu yoyote ambaye atahamasisha vurugu katika maonesho au ukanda wowote na akabaki kuwa salama. Vyombo vya dola pamoja kwa kushirikiana na wananchi wenyewe tumejipanga kwa dhati kuhakikisha tunaendelea kulinda taifa letu ili lisivamiwe na adui yoyote wa ndani au nje ya taifa letu. Kwa kuwa maonesho haya ni kielelezo kikubwa cha utajiri wa Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha fahari ya Mtanzania, na kwa kuwa ni kielelezo kikubwa cha utamaduni wa Mtanzania, tutaendelea kuhamasisha wananchi wote, moja, waweze kushiriki, lakini mbili, waweze kushiriki kwa kufanya biashara, lakini tatu, kwa kuweza kushiriki kuilinda amani ya taifa letu. Na ushiriki pekee wa kulinda amani ya taifa letu ni njia moja tu: kataa vurugu, kataa fujo, muoneshe mtu yoyote ambaye hana nia nzuri ili tuweze kumbaini na vyombo vya dola viweze kushughulika naye. Wananchi wote wasiwe na mashaka namna ya ufikaji hapa Sabasaba. Tunaanza tarehe 28, lakini tunategemea kwamba maonesho haya rasmi yatafunguliwa tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, lakini ufunguzi rasmi ambao unategemewa kuwa na mgeni rasmi mzito utakuwa ni tarehe 3 mpaka tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Ni maonesho ya jubilei ya miaka 50. Kama mkoa wa Dar es Salaam tunaendelea kushirikiana na mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania, yani TanTrade, ili kufanikisha maonesho haya makubwa ya kihistoria na yenye heshima kubwa kwa taifa letu. Ndugu waandishi wa habari, mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mkoa wa kihistoria, ni mkoa wa kidiplomasia, ni mkoa wa kiuchumi, lakini ni mkoa ambao pia umebeba watu wengi kulinganisha na mikoa yote ya Tanzania na hasa Tanzania bara. Utofauti wa mwaka huu ni kwamba tangu tumeanza maonesho haya sasa tunatimiza miaka 50. Kwa hiyo kutimiza miaka 50 sio jambo dogo, na ni jambo ambalo tunapaswa kuendelea kujivunia, kwa sababu yamekuwa ni maonesho ambayo yanahamasisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi wa vikundi, lakini hata uchumi wa taifa letu kwa ujumla wake. Yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la taifa, yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la mtu mmoja mmoja, na yamekuwa ni maonesho yanayopunguza umaskini kwa wakazi wa Dar es Salaam na maeneo yote ambao wamekuwa wakifika katika kuyatazama ama kufanya biashara katika viunga vya Sabasaba nyakati zote. Kauli mbiu ya maonesho haya ya mwaka huu 2026 ni maonesho ya biashara ya kimataifa, Sabasaba, fahari ya Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amevunja zaidi mipaka yetu ya kiuhalisia na kukuza zaidi uchumi wa mataifa haya. Na kwa mantiki hiyo, baadhi ya mataifa ambayo yamekwisha confirm, yamethibitisha kuwepo katika ukanda huu au kuwepo katika maonesho ya biashara ni kama haya yafuatayo. Tunayo mataifa ya si chini ya 23 ambao mpaka asubuhi hii wameconfirm kwamba watafika na kuweza kuonesha na kufanya biashara ya bidhaa zao. Lakini nchi ya kwanza ni Misri, Rwanda, Kenya, Ghana, Kongo, Hong Kong, Uganda, Angola, Burundi, Japan, Uturuki, China, Poland, Sudan, Syria, Southern Korea, Taiwan, nchi za Falme za Kiarabu, Palestina, Iran, Urusi, Singapore na Msumbiji. Maana yake ukiangalia mgawanyiko wa mataifa haya, yapo mataifa ya Afrika Mashariki, yapo mataifa ya Afrika, yapo mataifa ya Asia na yapo mataifa ya Ulaya. Na kwa mantikio ni kwamba wote hawa wamekwisha confirm kuwepo katika maonesho haya. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.